Kama nilivyosema, vikao viliendeshwa mara 4 vikashindana. Baada ya kushindana, hoja hii makampuni, pande hizi mbili, wanunuzi na makampuni, walikubaliana kwamba hoja hii sasa, kwa sababu imeshindikana, iende kwa waziri wa kilimo. Na ndio sheria na kanuni inasema kwamba wakishindana hoja yoyote kwenye tobacco council, hoja inapelekwa kwa waziri wa kilimo. Lakini alichokifanya waziri, alianza kuita pande moja moja. Kwanza kampuni hizi zote akaziita moja moja, kila mmoja kwa wakati wake, azija zote kama kundi, akawasikiliza hoja zao, akapembelua wanavyojieleza na changamoto ambazo tulisema wanajieleza kwa waziri. Nao union moja moja wakahoji, wakaelezea, ikaonekana mwisho katika maamuzi ya waziri, alikubali kwamba kweli bei kwenye soko la dunia imefanyaje, imeshuka. Kama kule imeshuka, naomba kila mmoja apokee kwamba na hapa bei lazima ifanyaje, ishuke. Waziri akaangalia hivi wakulima wamekomea wapi na wanunuzi wamekomea wapi kwenye bei. Ukumbuke bei ya mwaka jana ilikuwa ile bei elekezi ya wastani ilikuwa $2 na senti 10, 2.1. Makampuni waliposhuka, walishuka mpaka kwanza walianzia 1.6. Katika kukutana kule makampuni na kwenye mapendekezo ambao waliitwa kwa waziri, kutafuta wastani wa mapendekezo yao ukatua kwenye 1.9. Wanunuzi wakulima upande wao wakagomea kwenye $2. Walipogomea kwenye $2, wakaja kwenye kikao kukaa, hawakuelewana. Ikaandikwa tena mara ya pili kwenda kwa waziri. Ilipofika kwa waziri, waziri alichokifanya akachukua, alipata ushauri kutoka maeneo mbalimbali kwamba lalie wapi. Akitaka kulalia kwenye $2, indicators zinaonyesha kwamba hiyo tumbaku utakayoinua kwenye $2, kuna ukiingiza kwenye formula kuna madaraja yatakuwa $3 mengi, wakao wapata hizo pesa. Lakini ukibaki tena kwenye 1.9, wakulima nao walikuwa wanaumia kutoka pale ambapo walikuwa wamezoea. Kwa ukichukua 1.95, utaona kwenye bei ile ya mwaka jana ya $2 na senti 10, ukitoa 1.95 kama anguko la 7%, kama anguko la 7%. Wakulima walijenga hoja, wakajenga hoja kwamba hii kwa sababu walipokubali ile 1.95 pale wana formula yao iko pale. Ukichukua ile 1.95 ukiingiza kwenye ile formula, ambayo ile formula automatic kwenye kompyuta inatawanya bei ya kila daraja. Kule wanaangalia kuna kaporomoko kidogo kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye majadiliano, mwisho wa siku kufikia mwafaka, bei tuliyopata ni hiyo ambayo mnayo hapa. Na bei hiyo ili ikamilike iwe bei nzuri, yaani kwamba iwe bei halali, zinatakiwa pande zote zisaini. Ukiangalia pale kuna magepu, kuna sehemu unaona hazijasainiwa, kuna sehemu unaona hazijasainiwa. Hizi sehemu ambazo hazijasainiwa, upande huu wa makampuni umemaliza kusaini, upande huu wa wakulima bado hajamaliza kusaini. Nadhani kuna kampuni tu na mkulima mmoja, union moja imesaini, zingine zote bado. Lakini meanwhile makampuni kwa sababu wako pale Morogoro, wao wakasaini wakasema sisi tumeshaikubali, ila tushiki zaidi hapa. Kwa makampuni wakubali, akiwemo na Lansford pamoja na JJ ambao wanakuja kununua na Global. Yes. Mimi nawashukuru sana, lakini kibinafsi tena niwashukuru kwa kutoa katika kulima zao la tumbaku. Hili ni zao ambalo linaongeza kipato kikubwa sana kwa taifa na halmashauri yetu. Na kuna watu wanasema namuunga mheshimiwa mkono, Mheshimiwa Rais mkono na mungaji. Sasa kupitia kilimo cha tumbaku hichi ndio tunamuunga kweli Mheshimiwa Rais mkono. Na ndio maana niliposikia malalamiko nikasema moja kwa moja waniitishie kikao. Na wakulima nawashukuru kwa kupiga kelele, kwani tungeelewaje hili na bei imeshukaje? Uelewa tuliopatia, si ndio? Tulikuwa tunaambiwa tu bei imeshuka, lakini tulikuwa tuna maelezo, lakini tumeyapata vizuri. Na bodi ya tumbaku mimi niwashukuru sana kwa maelezo mazuri kabisa na ufafanuzi mkubwa. Konsani zetu zilikuwa ni mbili juu ya bei kupanda, lakini tumeelewa sote. Na kuhusu pembejeo kupanda tumeelewa sote, lakini niwaombe sasa tusijeinika kama tulivyokubaliana. Tunaposema tunatengeneza tabasamu kwa wananchi, sisi tukawe chachu, tukawasilishe kilio cha wananchi wetu, pembejeo zote, msururu ule mnyororo wote wa pembejeo, tuangalie namna gani tunaenda kuwasaidia hao.
Sisi tukiendelea kuwa rigid, wenzetu huko unaona wameshawahi Brazil, nchi zingine wengine wameshashtuka. Umeona kama taifa wameshtuka, wamepunguza bei. Sasa sisi tunasubiria nini? Sisi tunabakia pale pale, wenzetu wameshashusha. Kwa hiyo niwaombeni sana ili mlichukue kwa mikono miwili na tuwasiliane, tuone namna gani tunawasaidia wakulima wetu. Nimesema kuhusiana na mbolea za ruzuku, hilo nimelichukua, naomba nikalifanyie kazi. Na mmesema mtapataje mrejesho? Tumesema kuna baraza litafanyika basi ndio kupitia hilo tutapata mrejesho, na mimi nimeingia kwa kina zaidi nijue ni kwa nini, na kama kuna mtu anatukwamisha ili tumwajibishe. Haiwezekani wenzetu wanapata mbolea za ruzuku, sisi hatupati. Kwa nini? Na sisi si ndio tuko kwa ajili ya hiyo kazi? Na maana kama wananchi wanakosa kujisaidia. Kwa hiyo naomba hilo nilichukue. Global kama kampuni tumejipanga kununua tumbaku kwa kuzingatia misingi yake, ambapo tunataraji kwamba wakulima watatupa ushirikiano kwa kuhakikisha ya kwamba wana grade vizuri, wanafunga vizuri pasi kuchanganya au kuweka vitu ambavyo sio tumbaku. Wakati huu tukiwa kwenye kipindi ambacho soko limeyumba kidogo, matarajio ili mkulima aweze kufaidika napaswa kuzingatia kanuni bora za kilimo, ambapo ataongeza uzalishaji kwa heka, ambapo kile alichokizalisha atakizalisha kwa ubora ili mwisho wa siku bei ile zao ile atakalouza auze kwa bei ya juu na kwa kilo nyingi ili kufidia tofauti ya kipato kutokana na kuyumba kwa bei. Mimi kutokana na poromoko ya bei, yani sio kushuka ni kuporomoka, kwa sababu tumejaribu kulinganisha bei ya mwaka jana na bei ya msimu huu. Kwa kweli kwa mkulima yoyote ambaye ameingia shambani, sisi tunaona hatutapata faida yoyote. Ombi letu ni kwa serikali, kama uwezekano, kama mtaalamu wa bodi ya tumbaku alivyotueleza kwamba hii ni janga la kitaifa, si la taifa tu, basi tungeiomba watu wa TCJA kutupunguzia gharama za uzalishaji ili mkulima huyu aweze kukizi kulipa madeni ya kibenki ambayo kwa msimu huu tumekopa kwa asilimia kubwa sana. Lakini pamoja na kushuka kwa bei, hatuwezi kusema kwamba tutaendesha masoko, maana ndio majukumu yetu. Msimu tumejipanga, vyama tumejipanga.